tuone ambacho mwanamke alitakiwa kukifanya. Kitabu kile cha Mwanzo. Hiyo Mwanzo 2. Mwanzo sura ya 2. Mstari ule wa 18. Mwanzo 2 ule mstari wa 18 anasema, Bwana Mungu akasema, si vyema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Si vyema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Msaidizi aliyetumwa kusaidia ameenda kuharibu. Wewe umetumwa usaidie huyu mtu akae kwenye nafasi. Umsaidie huyu mtu kulitimiza kusudi la Mungu mahali. Wewe umeenda kwenda kinyume na agizo la Mungu. Ni nini hiki ulichofanya? Wewe umekuwekwa hapa kama msaidizi. Sasa baada ya kusaidia umeenda kuharibu. Unafanya ambacho kilichotakiwa ambacho Mungu amekuwekea hapo. Kwa sababu Mungu anauliza swali, ni nini hili ulilolifanya? Ina maana unalolifanya sicho ulichotakiwa kufanya. Mungu amekuweka kama msaidizi. Umeenda kusaidia nini? Mara nyingi tunajikuta kwenye ndoa nyingi tuna migogoro. Tuna migogoro ni kwa sababu ya kutokujua ni nini kilichotupeleka. Na ndio maana nilizungumza na mabinti siku moja nikasema, kama ni kwamba kwa sababu tunaona situations zinazoendelea huko nje kwamba ndoa zina changamoto, tusingekuwa tunasikia matangazo ya ndoa. Ina maana kama kuna watu wanaolewa kila itwapo leo, hizi changamoto na ikaika tunazosikia sio sababu ya watu kutokuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo tukae tukijua hatuingii kwenye ndoa kwa sababu tunataka sisi kuingia kwenye ndoa. Tunaingia kwenye ndoa kwa sababu ya shauri la Bwana ndio linalotuingiza kwenye ndoa. Na ndio maana nilisema kwa wakati naongea na mabinti nikasema, mwanaume hoi mtu anaoa maono,